Amen. Ndoto ambazo taenda kuzungumza, ndoto ambazo ni namba 11 mpaka kuendelea. Lakini ndoto hizi nitazungumza kwa umoja. Yaani zingatia kwamba kwenye ulimwengu wa roho, mfano ukiota namba 11 na namba 21, namba 31, 41, 51, 61, 71 mpaka namba 91, hiyo ndoto inakuwa na maana moja. Kwa hiyo ndoto zinazoishia na namba moja mwisho, yani 11. 11 inawakilisha kwamba jitolee zaidi pia katika majukumu yako, fanya zaidi majukumu yako, maana jambo lako ndani ya siku 11 litaenda kufanikiwa, au ndani ya siku 11 kuna tukio litatukia, iwe baya au zuri. Sasa wewe chunguza vizuri, kuna uko kwenye hali gani kwa muda huo unapoiota namba 11. Na ndoto namba 21, 31 ni hiyo hiyo utaitumia. Ukiona namba 21 hiyo hiyo, jitolee kama nilivyozungumza hapo. 31, 81, 91 ni hiyo hiyo. Namba zinazoishia na moja mwishoni, ambao moja hii ipo kulia. Lakini kwa namba ambazo zinaishia na sifuri, hiyo ndoto ina maana kwamba inatangaza uzazi, masuala muhimu, mafanikio, hali ya kutoshana. Ukiota 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ina maana hiyo ndoto kwamba utapata wingi wa uzazi au wingi wa mafanikio. Hiyo ni kiashiria pia cha unafanya kazi isiyo kufaa wakati mwingine, ukiota namba 10, 20, 30. Kwa hiyo angalia wakati huo uko kwenye hali gani. Kwa unaweza kuwa unafanya kazi isiyo kufaa, kwa hiyo inakupasa uachane na hiyo kazi, au utapata uzazi mzuri. Pia ina maana ndoto huwa zinakuwa hata na maana tatu, ndoto moja ikawa na maana hata tatu. Ukiota namba 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ndoto yote inayoishia na sifuri mwisho, basi hiyo ina maana hiyo. Lakini ndoto ambayo inaishia na namba moja mwisho, hiyo niliyosema jitolea. Na ndoto inayoishia namba 2 mwisho, basi inawakilisha kwamba ndani ya siku 12 au ndani ya muda fulani, miezi 12 au ndani ya hiyo, inawakilisha siku, mwezi au mwaka, basi utakutana na tukio fulani ambalo tukio hili, lakini kama lina vizuizi ndani yake, lina mashambulizi, basi utashinda. Lakini kama ni swala la kusubiri, basi utapata ndani ya huo muda. Lakini pia kama uliomba sehemu kazi au uliomba mkopo, basi utaupata ndani ya hizo siku. Na kama ulikuwa unahitaji jambo fulani, utalipata ndani ya siku 15 na utashinda tu. Jambo hilo halitakuwa na vikwazo kwa muda huo. Kwa hiyo unapaswa usubiri tu ndani ya hizo siku na utafanikisha jambo lako. Ndoto zote pia zinazoishia na 3, yani 13, 33, 23, 93, 83, 73, ndoto zote inayoishia na 3 kulia, inayoishia 3 kulia, basi hiyo ndoto inamaanisha kwamba utaingia kipindi cha faraja ndani ya siku 13 au miezi 13. Kuanzia hapo ulipoiota hiyo ndoto, hiyo ni ndoto nzuri ambayo utaingia kipindi cha faraja. Lakini pia mipango yako ya kifedha, mipango yako ya kiuchumi, kazi, ajira, ndoa, basi itaenda vizuri ndani ya muda huo toka unapoiota hiyo ndoto, hiyo namba 13. Lakini ukiota ndoto ambayo inaishia na 4 mwisho, hizo namba zinaishia na 4, sijui ni 14, 15, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94. Hizo ndoto zinamaanisha kwamba
mambo yako yanaboreshwa, inatangaza hali ya kuboreshwa. Kama mipango yako basi imeshaboreshwa na hali itakuwa shwari. Maombi yako ya siku nyingi au siku chache basi yamejibiwa, umeboreshwa. Lakini ninamaanisha mambo yako yameboreshwa, au wewe yameboreshwa. Ulikuwa na hali mbaya, sasa utakuwa na hali nzuri ndani ya siku hizo 14, au tayari unayo hali nzuri. Hiyo inaweza kumaanisha kwamba upo katika kipindi kizuri, au utaboreshwa, hali yako itakuwa vizuri katika hali nzuri. Ndani ya muda huo mambo yako yatabadilika kabisa na utakuwa mtu wa tofauti kabisa. Na pia ukiota ndoto mwisho inaishia na 5, inaishia na 5 kama umeota 15, 25, 35, 45, maana yake hiyo ni ndoto inaonyesha kwamba kutosheka, uwe mtu wa kutosheka au tayari umeshatosheka. Kuna jambo ambalo tayari imeshakutosheleza kabisa, au uwe mtu wa kutosheka kabisa na tosheka tena na tena. Basi hiyo namba 5 inawakilisha kutosheka. Lakini ukiota ndoto inayoishia na 6 mwisho, 6 inawakilisha utulivu, hali ya utulivu. Manake wewe unahitaji kuwa mtulivu kwenye maamuzi yako, mtulivu au una utulivu wakati huo. Hali yako imetulia, hauhangaiki tena na madeni, hauhangaiki tena na mikosi, hautahangaika tena ndani ya siku 16. Au hapo unaonyeshwa kipindi licho nacho hiko kwamba haupo kwenye matatizo, upo kwenye hali ya utulivu, haupo kwenye mahangaiko. Basi unaota ndoto kama hiyo. Lakini pia kama upo kwenye mahangaiko, hiyo tatizo lako, mahangaiko yako yataisha ndani ya siku 16 kama ndoto inavyoeleza. Lakini ukiota ndoto inayoishia na 7 inatangaza kukuza na kufaulu kazini. Yaani wewe namba 7 huwa ni namba inayotangaza kama 17, 27, 37, 47, 57, 67, 87, 97. Hiyo inawakilisha kwamba kazi yako itainuka, itakuwa, biashara zako zitakuwa, kama cheo utapandishwa cheo, kama ni yani kile unachokifanya kitaongezeka zaidi, kitafanikiwa zaidi, kitakuwa zaidi na zaidi. Lakini pia namba inayoishia na 8 inawakilisha mkutano mzuri, wema na baraka. Inatangaza neema na baraka, au utakutana mkutano mzuri. Yaani unaweza kukutana na mtu akakupa fedha, au unaweza kukutana na watu ambao watakuzungumzia mazuri, au utakuwa na mkutano huo utaenda vizuri, kama ni wa injili, kama mkutano wa siasa, mkutano wote ule basi utakuwa wa wema. Na mtu unaenda kukutana naye, kama mmepanga tukutane sehemu fulani, tuonane sehemu fulani, basi ukiota namba inayoishia na 8, yani sijui 108, 28, hizo mwisho imeishia 8, basi hiyo inawakilisha unakutana na wema, unaenda kukutana na neema na baraka, au mtu unaenda kukutana naye basi ni mtu mzuri. Lakini ukiota namba inayoishia na 9 mwisho, inaishia na 9 inawakilisha mabadiliko mabaya ambayo yanakuja mbele yako. 9 ni namba ya mabadiliko. Lakini ukiota 99, jua kuna mabadiliko mabaya yanakuja. Kama uchumi utaanza kuporomoka, afya itaanza kuporomoka, kama ni kibali, yani utaanza kushindwa, hali ya kushindwa, hali ya kutokufika kile unachohitaji kukifikia, au kukosa ile baraka ambazo unahitaji uzipate. Hizo namba. Kwa hiyo ndoto yote ambayo iko ndani ya hapo, basi tafsiri zake ni hizo. Hapo angalia, ukiota 11 nenda niliposema ndoto inayoishia na 1 ni 11, 21, 31, 41, 51 mpaka 91. Lakini pia mwingine anaweza akalala akaota ndoto kwamba anaota namba hizi, anaota namba 24 mpaka 28. Anaziota kwenye ndoto zimeandikwa
24, 25, 26, 27, 28. Yaani zimefulizwa afu kuna mstari yani imeandikwa hivi namba 24 hadi 25 kwenye ndoto. Ukiota zimeandikwa hivyo kwamba kuna kadeshi katikati 24 mpaka 25, basi hiyo ndoto inamaanisha kabisa utakutana na upinzani mkali, lakini ndani ya upinzani huo utashinda kirahisi. Upinzani wako utakuwa mkali, lakini usiogope, upinzani wako utashinda kirahisi. Lakini mwingine anaota namba za simu kwenye ndoto. Ameona namba ya simu. Namba ya simu kiota kwenye ndoto, namba ya simu. Ile namba kama ukiikariri, huwa hizi ni ndoto zenye rununu. Yaani ndoto ambazo zinakuja na yani zinakuja na mtu halisi. Basi kuna mtu kabisa, hizo namba kama ukizikariri ukimpigia ni mtu kabisa, aidha kunakuwa na jambo jema au baya nalo zidi yake. Lakini sana sana inakuwa ni namba yenye kuleta habari njema. Yenye kuleta habari njema. Hiyo namba ukiipigia basi Mungu anatumiaga pia hizo namba. Unakuta ukipiga kama ulikuwa unaomba Mungu akufanikishe mtaji, unaomba Mungu akufanikishe jambo fulani, ukipiga hiyo namba basi inakuletea utatuzi. Hao mara nyingi huwa anakuwa ni malaika mlezi anayekuhudumia wewe. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kupiga kabisa kaisi unaongea na mtu, lakini sio mtu, ni malaika amekuja mfano binadamu, anaongea na wewe, anakuletea msaada. Na utaona kabisa ni mtu fulani atakuletea msaada. Hiyo ni namba ya muhimu sana. Ukiota kwenye ndoto namba za simu, usizisahau zile namba. Kama umezimaki basi piga, mtafute huyo mtu. Mara nyingi hizi ndoto zinakuja badala kuhitaji wewe utatuzi wa jambo fulani. Unahitaji kutatua shida fulani, unaletewa kwenye ndoto msaada wa kiroho ili uweze kutatua jambo lako. Na pia ukiota ndoto kwamba mtu anakupa namba ya simu, anakwambia namba ya simu ni hii, ukazishika, ukazisoma na ukaona jina la huyo mtu na namba yake, basi huyo mtu mfuatilie. Atakuwa anahangaika kukupata wewe, wapi pa kukupata, lakini wewe utakuwa unajua wapi alipo, na ukimuona au ukimpata basi ana jambo jema zaidi yako. Mtafute huyo mtu. Kama jina unalifahamu na mfahamu huyo mtu, basi weka bidii kumtafuta. Kama unapajua anapokaa, nenda kaongea na yeye, anakutafuta anakukosa, ila wewe unajua vizuri mazingira yake na ana jambo jema sana.